Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. Napendelea kucheza Aviator na 740. Nawaambia waendelee kucheza, washinde kama dadangu alivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz. Ilifanya mazoezi yake ya kwanza kule nchini Morocco. Na kwenye line niko na Petro Mzigo. Petro Mzigo. Yes. Habari yako mkuu? Salama, nashukuru Mungu. Uko live kupitia Sports Gear, tunahitaji ripoti Morocco, nini kinaendelea sasa hivi? Actually tunashukuru Mungu tulifika jana salama katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mohamed V hapa Morocco. Na timu ikaelekea eneo moja katika hoteli ambayo iko kilomita karibu kama 105 kutoka katikati ya jiji la Casablanca. Okay. Of course walielekea huko kwa sababu moja ya kupata utulivu, kwa sababu katikati ya jiji of course kuna mishemishe nyingi. Lakini pili kuwa karibu na uwanja wa mazoezi wa huko ambako timu imefikia, eneo zuri la mazoezi na utulivu. Lakini kwa upande wa mashabiki walifika katika hoteli mbili. Hoteli moja inaitwa Zephyr na nyingine inaitwa Olympic Inn ambayo iko katikati ya jiji, yani ni kama Kariakoo. Okay. Kwa huko Casablanca. Timu ilifanya mazoezi jana majira ya saa 11 jioni kwa saa za Morocco, ambapo kwa upande wa Tanzania itakuwa ni kama saa 1 usiku. Lakini utofauti wa Casablanca na Dar es Salaam ndio ni kwamba Casablanca mpaka saa 3 usiku jua bado lipo. Yaani mpaka saa 3 usiku jua bado lipo. Kwa hiyo saa 11 ya huku unaweza ukapata picha unakuwa na hali ya hewa ya namna gani. Lakini jambo zuri ni kwamba Simba imekuja huko kipindi ambacho sana inaanza. Okay. Kwa hiyo ile baridi ambayo ilikuwa inahisiwa labda itakuwepo au ile baridi ambayo imekuwa ikiwepo Morocco haipo kwa ukubwa huo, kutokana na kwamba kipindi cha jua kimeanza. Lakini majira ya kiangazi huko tofauti na Dar es Salaam. Kiangazi unaweza kukuta nyuzi joto inafika mpaka 30. Lakini huko nyuzi joto ni 20. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa hali ya hewa mazingira yako hivyo, kuna jua kiasi na baridi inayovumilika tu ya kawaida, nyuzi joto 20. Sawa. Lakini leo timu inatarajiwa kuondoka hapa Casablanca majira ya saa 6:30 kwa huko Casablanca. Lakini kwa upande wa huko Afrika ni saa 9, ni saa 8:30. Okay. Kwa upande wa huko Afrika ni saa 8:30. Sasa hapo timu itaondoka kuelekea mji wa Saidia. Mji wa Saidia ambao tunaelekea kwa ndege huko mwendo kama wa saa 1 na dakika 45 kwa ndege. Kwa ndege za kawaida, lakini kwa ndege ya Tanzania inaweza ikaenda mpaka kwenye saa 1 kamili kutokana na ukubwa wake. Okay. Baada ya kutoka Saidia tutakaa hapo kwa siku moja, then siku inayofuata tutaelekea Berkane kwa basi, ambapo ni mwendo kama wa dakika 40 na kitu tu kwa barabara. Sawa. Huo Saidia ni mji mwingine ambao mandhari unafanana na Casablanca kwa sababu kuna huko karibu na bahari. Kwa ni mji ambao karibu na beach. Yote hii ni kwa ajili ya moja, kuwapa wachezaji utulivu, lakini kuondolea uchovu. Ndio maana tunasafiri muda kidogo. Tunafika, tunapumzika, tena tunasafiri kipande kidogo, tunapumzika tena, na baadaye kuingia Berkane. Lakini sofa utaratibu mzima wa timu mpaka siku ya mechi utakuwa hivyo. Yamefanyika mazoezi jana Casablanca. Yatafanyika mazoezi leo Saidia hapo, pamoja na kesho kutwa timu itaondoka kuelekea Berkane. Umepata nafasi ya kuzungumza walau na mchezaji yoyote? Ndio, nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wachezaji. Akiwemo David Kameta Duchu. Kwa muonekano wa kile ambacho wanakizungumza
watu wana matumaini, kwa Kiingereza tunasema wako so optimistic. Okay. Wana matumaini makubwa kwamba wana uwezo wa kutoka na matokeo hapo. Lakini jambo nililolipenda ni kwamba si kwa wachezaji pekee, hata mashabiki na viongozi. Kila mmoja kauli ambayo anazungumza ni kuwa na matumaini ya kubeba ubingwa, na hesabu za wengi, of course hizi za wachezaji na mashabiki, ni kwamba kama itatubidi kupoteza, yani kama Mwenyezi Mungu atakuwa ameiandikia timu kupoteza, basi ni kupoteza kwa a very fine margin ya goli moja, kitu ambacho watu wote wanaamini kwamba katika mchezo wa marudiano Simba inaweza ikafanya vyema zaidi. Lakini ukiangalia wachezaji na namna ambavyo wachache nimezungumza nao, kila mmoja anauliza kwa nini isiwezekane. Yaani wakati wanawashaka wanauliza kwa nini isiwezekane. Wakireflect safari yote waliopita mpaka kufika hapa walipo. Sawa. Wanaamini wana kila sababu ya kupata ushindi. Lakini watu hapa Morocco sasa ni kama ilivyo kwa Tanzania. Unajua RS Berkane ni timu ya manispaa. Okay. KMC ya mji wa Berkane. Kama KMC. Sasa kama na wanafanana hadi viwanja pia. Utofauti wa KMC na Berkane ni kwamba KMC iko ndani ya Dar, lakini Berkane tuseme ni kama Mbeya City hivi. Okay. Kwa sababu iko eneo jingine. Sasa ukubwa walionao Simba na Yanga alafu atokee Mbeya City abebe ubingwa wa ligi. Wanasema timu inatokaje shamba huko inakuja kudominate mpira wa nchi yetu. Okay. Sasa hapa Casablanca wao wana Wydad, wao wana Raja. Ukienda mji wa Agadir wana zile kina Hassan Agadir, ukienda Jadida wana kina T5 Jadida. Sasa wanasema timu inatokaje huko manispaa Berkane huko shamba. Inakuja kutawala soka. Kwa hiyo Wydad na Raja kote unakopita ni timu ambazo zinaiunga mkono Simba. Yaani kila unapita wanasema jamani, nendeni mkapate kushindi ili shikalike. Kwa hiyo unaweza kuona mashabiki wa Wydad na Raja wote wako against. Wako against Berkane. Na jana nilikuwa nazungumza na shabiki mmoja wa Raja na vikundi vyao maarufu vinaitwa The Ultras. Wale mashabiki ambao ni mashabiki wa korofi tunasema waliokunywa maji ya bendera ya Raja. Ambapo Ultras wana makundi mawili, wana Eagles na Green Boys wanajiita wengine. Sasa hawa Ultras wanatamani kwamba jamani, kwani tusipate hata tiketi tusafiri kuja Berkane tuishe kwenye Simba ya bure. So the good thing ni kwamba Morocco nzima wanajua kwamba kuna Simba kutoka Tanzania anaenda kucheza finali dhidi ya Berkane. Sawa. Na zile timu kongwe za hapa Morocco wanaiunga mkono Simba kwa 100% kupata ushindi dhidi ya Berkane. Okay. Petro. Unaitwa na Petro. Malafiali nabii. Kaka, umezungumza kwamba wachezaji wanazungumza na wako very optimistic kuelekea mchezo huu. Je, body language zao zinasemaje? Unajua kuzungumza na body language, wanakiamini kile ambacho wanakizungumza au ni kwa vile inatakiwa wazungumze? Nafikiri utakuwa umeona hata kwenye picha ambazo zimepostiwa katika official page ya Simba. Wachezaji wako very calm, yani hakuna wasiwasi wowote hata katika sura zao ukiangalia. Ndio wote wamejawa na tabasamu. Na nafikiri pia ni kwa sababu ya uzoefu wao, yani stage ni mpya kwa maana ya finali, lakini uzoefu kwa maana ya kwamba wameshacheza na Wydad, wameshacheza na Raja, wameshacheza na Al Ahly, wameshacheza na timu mbalimbali ambazo ni kubwa. Ukitoa Berkane, yani ni kubwa zaidi ya Berkane naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo kwa kile ambacho, hayo ni maneno ambayo pia wanazungumza wenyewe, lakini kwa kile ambacho ukiangalia hata kwa sura zao kina reflect maneno yao ya matumaini ambayo wako nayo. Petro kwenda mbali zaidi kujua mioyo yao iko vipi kwa kile anachoona kwenye midomo na kwenye sura unaona matumaini hapo. Petro, matumaini hapo sana kwao. Petro, tunasikia lunch. Petro, naam, tunasikia lunch peke yake ni 75,000. Vipi, tuongeze nguvu au bado unajiweza? Kuna msemo
wa Kiswahili wanasema kupanga ni kuchagua. Vibua vipo. Na kwa kuwa tulikuwepo wote Ruangwa kwenye ngumi kitaa, mnajua. Tunaelewana. Vibua vipo lakini vibua. Anauliza vibua vipo. Huko vibua vipo, unajua